Na khatibu kasema katika vitu vya kuchunga ni kuchunga mchanganyiko wa wanaume na wanawake katika siku hii. Si katika siku hii, katika siku zote za Muislamu wanaume na wanawake wasichanganyike isipokuwa pale inaporuhusika. Kwa hilo ndio jambo ambalo nataka kuwakumbusha watu Idi hii kwamba katika sherehe zetu tuhakikishe kwamba hakuna mchanganyiko wa wanaume na mbaya, yani kani kwamba likipatikana jambo akalifanya mwenzako, wewe unaona kama umesameheka kulifanya jambo lile. Lakini ni muhimu kwa kila mwenye uwezo kuchinja mwenyewe. Tusiwachie kama alivyosema khatibu waturuku tuchinjia sisi tukasubiri nyama nyumbani. Ni sunna iliyokokotezwa kwamba kila Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja achinje siku hii ya leo. Na kuchinja maana yake ni mbuzi au kondoo, kitu cha maximum 100,000, 150,000. Na kwa kweli ukipanga mwaka mzima kwamba Idi ijayo nitachinja, ukiweka shilingi 5,500 tu kila siku kama ukiweza kuweka unachinja. Kwa hiyo tatizo letu kubwa ni mipango yetu haifanyi jambo hili kwa ni muhimu. Kwa hiyo nataka kuwahimiza wenzangu kwamba lazima wale ambao tuna uwezo wa kuchinja tuchinje. Na ukishachinja ugawe mafungu matatu na uwape watu wanaotakiwa kupewa mafungu yale inshallah. Binafsi nimefurahi sana kujumuika pamoja na wanafunzi wenzangu katika siku hii adhimu, siku ya Eid al-Adha. Ningependa kuwatakia wanafunzi wote na familia nzima ya Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro Eid yenye baraka, yenye furaha. Tuende tukafurahi kwa pamoja, tuzidishe ukarimu, tupendane, mialiko tupeane na tuyafanye yote hayo kwa kuzingatia kanuni na taratibu ambazo ametuwekea Mwenyezi Mungu, kwa maana furaha yetu isipituke mipaka. Kingine ningependa kuwaalika wote tujumuike pamoja siku ya kesho, siku ya Jumamosi, kwenye kituo cha Raya Orphanage Center kwenda kuwaona na kuwatia furaha ndugu zetu watoto yatima ambao wanalelewa pale, ikiwa ni sehemu ya uungwana na taratibu zetu kama Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro. Limekuwa ni jambo ambalo tunalifanya kila Eid. Nafurahi sana. Mwenyezi Mungu ajalie siku yenu iwe ni siku yenye baraka na furaha, lakini kwa kuzingatia tusifurahi tukapitiliza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eidukum mubarak. Nimefurahi sana siku ya leo kwa kuswali Eid. Mwenyezi Mungu atujalia mwaka huu tena tumeswali alhamdulillah. Napenda kutuma salamu zangu. Salamu ya kwanza napenda kuanza na mamangu mzazi aliyoko Mwanza, Eid Mubarak. Pia salamu ya pili ni kwa babangu mzazi, Eid Mubarak. Pia kwa dada yangu na kaka yangu, Eid Mubarak, na wadogo zangu wote nawapenda sana. Napenda kusoma salamu zangu kwa watu watatu. Wa kwanza ni baba yangu mpendwa Muhammad Abed kutoka Mtwara, wa pili ni mama yangu Fatma Saidi kutoka Mtwara, na watatu ni kaka yangu kipenzi Nurdini kutoka Mtwara. Asante. Napenda kuwatakia Waislamu wote duniani Eid al-Adha. Pia napenda kutuma salamu zangu kwenda kwa baba yangu Muhammad, pia kwa mama yangu mpendwa Shadia binti Ali. Pia natuma salamu zangu kwa wadogo zangu na Waislamu wote Eid al-Mubarak. Katika siku hii adhimu napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kunijalia kuweza kufika katika siku hii ya leo. Pia ninawaasa Waislamu wenzangu kufanya amali zilizo njema katika siku hii ya leo, washerekee kwa kheri na furaha. Pia tusisahau kualikana ambacho Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikitimiza. Napenda kutuma salamu zangu kwa familia yangu, Waislamu wote pamoja na ndugu zangu tuliopo hapa Tanzania inshallah. Alhamdulillah kwa kufika siku hii ya Eid. Namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa alhamdulillah. Natuma salamu zangu kwa watu watatu. Salamu yangu ya kwanza imfikie baba yangu Othman Mbaya akiwa Lindi. Salamu yangu ya pili imfikie mama yangu Fatma Yusuf akiwa Kilwa. Salamu yangu ya tatu imfikie mdogo wangu Rajabia Othman akiwa Dar es Salaam. Nawapenda sana. Leo nina furaha kubwa kuswali swala Eid na kuiona Eid.
nawatakia Waislamu wote Eid Mubaraka, lakini naomba Eid Mubaraka tusherehekee kwa wema kwa kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, kwenda sehemu za halali na kusherehekea kwa halali. Salamu zangu za kwanza nampelekea mama yangu kipenzi Mwajuma Ali. Salamu zangu za pili nampelekea baba yangu kipenzi Mzee Rashid Musa, na salamu zangu za tatu nawapelekea Waislamu wote, nawatakia Eid Mubarak. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. 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 الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته ولا إله غيره ولا معبود بحق سواه فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وبسط يده للسائلين قصدته الخلائق بحاجته فقضاها سبحانه وتعالى وتوجهت له القلوب بلهفاتها فهداها جل ثناؤه ووثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها
وطمأت بكرمه آمال المحسنين فما قطع طمعها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali naihusia nafsi yangu kama ninavyohusia na nyinyi kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawmu yawmul Eid, leo ni siku ya Eid. Jaa baada yawmin adhimin, siku ya leo imekuja baada ya siku kubwa, yawmu Arafa, siku ya Arafa. Walladhi yum'inu an-nadhara fi al-Qur'an al-Karim, yule anayesoma Qur'ani kwa kutafakari ataona kwamba Allah jalla thanauhu ndani ya Qur'ani tabaraka wa taala hakuzungumzia alipokuwa anazungumzia Dhulhijja, akuzungumzia kama alivyoizungumzia Ramadhani au mwezi wa Ramadhani alivyozungumza. Katika Qur'ani Allah alipozungumzia mwezi wa Ramadhani anasema faman shahida minkum ash-shahra falyasum, yule ambaye miongoni mwenu ataushuhudia mwezi falyasumu na ufunge. Lakini hakuzungumza kwa lugha hiyo alipokuwa akizungumzia mwezi wa Dhulhijja, bal afrada al-hajja li'annahu la yata'addad, ameizungumzia kwa mufrad kwa sababu haji la yata'addad. Wala yujadu ala wajhi al-ardhi baytun ghayr al-bayt al-haram, katika uso wa ardhi dunia nzima haipatikani nyumba yoyote ambayo inafanana na nyumba tukufu ya Makka, wala Arafat ghair Arafati Makka, wala hakuna Arafati viwanja vya Arafa isipokuwa viwanja vya Arafa vilivyokuwa Makka. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-hajj Arafa, hajj hija ni Arafa. Wabayana subhanahu wa ta'ala fi surati al-fajr, Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-fajr akabainisha annaha layalun 10 la tazidu bi fi'li nas, ni masiku 10 ambayo hayazidi kwa matendo ya watu. Wal fajr wa layalin 10 wash-shaf'i wal watr. فالمسلمون في بقاء الأرض محكومون برؤية أهل البلد الحرام. وإسلام في بقاء الأرض katika sehemu tofauti duniani mahkumun, wanapaswa wafanye ibada hii kwa kuzingatia muandamo wa mji mtukufu wa Makka, man balaghakum minhum, wale ambao watafikiwa na taarifa hizo. Faman fatahu dhalika wa khalafahu, yule ambaye atapitwa na hilo na au akalikhalifu, fatahu fadhlu siyami yawmi Arafa, atakuwa vile vile amepitwa na fadhila za saumu ya Arafa. Wafatahu fadhilati yawmi nahr, na vile vile atakuwa amepitwa na fadhila za siku hii ya leo, siku ya Eid. Wala raiba anna fi hadha min at-tafarruq ma yukhalifu maqasid ash-sharia, kwa hakika tofauti zinazopatikana zinakindana na makusudio ya sheria tukufu ya Kiislamu. Wabil ijma'i man fatahu al-wuquf bi Arafa, na wanazuoni umuman kwa ujumla wao ittifaqul ulama wamekubaliana kwamba yule ambaye amepitwa na kisimamo cha Arafa, wa hakadha man atakuwa amekosa hija, wa hakadha man fatahu siyam yawm Arafa, na yule ambaye atakuwa amepitwa na saumu ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa, atakuwa amekosa fadhila na amepitwa na fadhila kubwa sana. Allah anasema al-hajju ashhurun ma'lumat. Ndugu yangu katika iman, hadha al-eid, Eid hii yudhakiru kulla muslimin, inamkumbusha kila muislamu ida hii. Innahu, inamkusudia mashhadan adhima, mambo makubwa katika tarikh.
innahu mashhadu la takadu tusaddiquhu al-absar, inatushuhudia mambo ambayo macho yanakaribia yasisadikishe matukio haya kwa namna yalivyo makubwa. Wala tu'minu bihi illa qulubul abrar, na haya yasiamini matukio haya isipokuwa nyoyo za watu ambao ni wema. Matukio gani tunakumbushwa? Abun ta'inun fi sin, baba ambaye umri wake umesogea, amefika katika umri wa uzee. Yaltaqibnahu alwahid, anakutana na mtoto wake wa pekee. Baada firaq sinin, baada ya kuwa ameachana naye kwa muda mrefu. Dhahara naf'u, mtoto ameshafikia umri ambao manufaa yake yanaonekana. Wa qawiya jasadu, na mwili wake umekuwa na nguvu. Wa balagha mahu sa'ya, na amefikia katika umri au makamu ambaye anaweza kwenda na kurudi. Fayati alhukmu ilahiyyu ila khalilir rahmani bidhibh, mara inakuja hukumu ya mtoto pekee kama huyu tena ambaye amempata katika umri wa uzee, inakuja hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala amchinje. Fi ahadathin yaktasiruha alquran biaqwa alibarat wa amaqiha, katika matukio ambayo Qur'ani imeyasamaraizi kwa lugha ambayo ni nzito ili iweze kuonyesha umuhimu wa kiigizo, namna kiigizo kilivyo muhimu. Qala Allah ta'ala falamma balagha mahu sa'ya, alipofikia mtoto huyu kiasi kwamba yuko katika makamu anaweza akatoka na babake na akarudi. Qala, babake akamwambia, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka, ewe mwanangu, hakika mimi ninaona katika njozi naota anni adhbahuka, na kuchinja. Fandhur madha tara, tazama unaonaje. Suratu Safat aya 102. Raa Ibrahimu ru'ya, Ibrahimu al-Khalil aliota ndoto, wa haqqun wa wahyu, na ndoto za mitume ni haki na wahi. Laisa fiha talaubu shaitan, mitume hawana ndani yake wanapoota kwamba wanachezewa na mashaitani. Wa bikulli kalimati almulatafa yaqul, baada ya kuota ndoto hiyo kwa maneno ya upole kabisa anamwambia mwanae, ya bunayya, ewe mwanangu. Ya bunayya ni lugha ya upole. Wa bikulli sarahatin alqawl, na kwa namna iliyokuwa ya wazi kabisa anamwambia, fandhur madha tara, anamwambia bunayya, mwanangu, mimi nimeota na kuchinja. Na kwa lugha ya wazi wazi anamwambia kwa uslubi kama anamshauri, fandhur madha tara, unaonaje ya mwanangu. Wa alima Ismail, mtoto alifahamu huyu anna nadhara laysa nadharu tashakhwin wala ikhtiyar, ili baba analonaambia naonaje hana maana kwamba nifanye uchaguzi, ni lugha nyingine ya kusema kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ifanyiwe kazi. Atal jawabu qala ya abat, jawabu likaja, mtoto akasema, ya abati fa'al ma tu'mar, ewe babangu fanya kama vile unavyoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta insha Allah ni miongoni mwa wenye kusubiri. Yaamuru abahu an yaf'ala liyushirahu anna al-amra intaqala min marhalati al-ilmi ila marhalati tanfidh, mtoto anamwamrisha baba yake afanye kama vile alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imetoka katika marhala ambayo ilikuwa tu ni ufahamisho, sasa kwenda katika utekelezaji. Subhanallahu al-azim. Wa atasamat al-qulub bi allami al-ghuyub ووصلت إلى مرحلة فلما أسلم وتله للجبين, walipojisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na akamlaza kifudifudi, akawa anataka kumchinja Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo istaslama Ibrahimu li amri rabbi wa Ismailu li amri dhabh, faata nidau rabani, ulingano kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukaja, wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahu al-bala'u al-mubin. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake kwamba Ibrahimu umesadikisha ndoto yake, umesadikisha ndoto yako, na hakika hivi ndivyo tunavyowalipa wacha Mungu. Inna hadha lahu albala'u mubin, hakika huu ni mtihani uliokuwa mkubwa sana. Wafadainahu bidhibhin adhim, Allah akamuokoa mtoto yule kwa kuteremsha kichinjwa kikubwa. Ndugu zangu katika imani, al-udhiya, hii ni Eidul Adha. Al-udhiya sunnatun muakkada, udhiya ni sunna iliyokokotezwa. Wayakunu ba'da as-salah, na inakuwa baada ya kuswali. Waqad dhahaba ba'dhu al-fuqaha ila wujubi ala sahibi al-qudra, na baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba ni wajibu kwa yule kila mwenye uwezo. Wa mabtulina bihi, na katika mtihani ambao umma wa Kiislamu unasibiwa leo hii ni kutegemea wageni wa wachinjie.
ni kutegemea Waturuki wawachinjie, na wao wanaacha fadhila kubwa za kuchinja. Wa hadhihi musibatun kubra, na huu ni msiba mkubwa unaopaswa watu kusema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fanahnu rijalun, sisi ni wanaume, wa hum rijal, na wao ni wanaume pia vile vile. Falaysu aghniya wa lasna fuqara, wao si matajiri sana wala sisi si masikini sana. Kama wao ni matajiri, basi hum aghniya nafsi, ni matajiri wa nafsi, wa nahnu fuqarauha, na sisi ni maskini wa nafsi. Ndugu yangu katika iman, hizi ni siku tukufu. Min ahami ma nastafidu min qissati dhabih, miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza katika kisa cha kutaka